Mtazamaji wa channel ya IMS Tanzanian Western Field, karibu katika wasaa mwingine wa kujifunza neno la Mungu. Kwa majina naitwa Gabriel Atanas Temani. Siku ya leo tutaangalia juu ya udanganyifu wa wazi wa muovu Shetani. Shetani katika njia zake zote za udanganyifu mojawapo ya njia anayoitumia katika kudanganya ni udanganyifu wa wazi, yaani ukanusho wa wazi wa ukweli wa neno la Mungu, halafu akidai kwamba ama akitaka kumfanya mwanadamu aamini vinginevyo, maana kile alichoambiwa cha kwanza, alichoambiwa na Mungu sio cha kweli. Katika maandiko matakatifu yaliyovuviwa, Lucifer katika kazi yake ya udanganyifu, hata ilivyoanza mbinguni, alianza kwa kificho sana kiasi kwamba hakuwaambia malaika waasi, yani wamuasi Mungu kiuwazi, isipokuwa alikuwa anatumia njia ambazo hata wao wenyewe wengi hawakumuelewa. Lakini alipokuja kwa mwanadamu hapa duniani, yeye alimdanganya wazi wazi, hakuficha. Yaani alisema wazi wazi kwamba hapa katika hili Mungu hajawaambia ukweli. Akasema kinyume cha kila alichosema Mungu. Wakati Mungu anamweka Adam katika bustani ya Edeni, Mungu alimwambia Adam, siku utakapokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika utakufa hakika. Lakini katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo tunasoma na tunaona jinsi ambavyo Lucifer akiwa ametumia wakala wa nyoka alimwambia Eva kinyume cha yale maneno ambayo Mungu aliwaambia. Mungu alisema mtakapokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa hakika. Lakini yeye alikuja akamwambia Hawa kwamba mtakapokula hamtakufa. Akasema hakika hamtakufa. Yaani huo ni ukanusho wa wazi unaomfanya mwanadamu sasa atafakari upya ama achague ni nani anayemsikiliza, ni nyoka ama ni Mungu. Yaani mwanadamu anakuwa katika mazingira ama katika uchaguzi wa aina mbili, amwamini Mungu ama muamini nyoka. Ndivyo ambavyo udanganyifu wa aina hiyo unaendelea hata sasa, ambao unamuweka mwanadamu katika uchaguzi wa mambo ya wazi kabisa. Mungu amesema hivi, Shetani anasema hivi, ama mafundisho ya kila aina, walimu wa namna mbalimbali wanasema hivi. Sasa mwanadamu anatakiwa achague yeye mwenyewe, nichague kile ambacho kimesemwa na maandiko kwa wazi, ama nichukue haya maneno ya walimu ambayo yananiambia kitu ambacho kinapingana na uwazi wa maandiko matakatifu. Moja ya jambo ambalo Shetani anarudia katika kudanganya wanadamu kwa maneno ya wazi ni kwamba Roho Mtakatifu si nafsi. Maandiko matakatifu katika Biblia yanaeleza wazi Roho Mtakatifu ni nafsi. Lakini Shetani kwa lugha ya wazi kabisa anakuja na walimu wake, tena lundo la walimu, akimwambia mwanadamu kwamba Roho Mtakatifu si nafsi. Mwanadamu hapo anaingia katika uwanja wa uchaguzi, achague yeye kile ambacho maandiko matakatifu yanasema ama kile ambacho walimu wanasema. Ni udanganyifu wa wazi kabisa. Yaani ni udanganyifu ambao ni sawa na mtu akukute mchana wa jua kali saa 7 au saa 8, halafu akwambie muda huu ni usiku. Yaani utachagua wewe sasa usikilize maneno yake ama
uamini kile ambacho unakiona kwa macho yako. Eva alipoambiwa na shetani kwamba hamtakufa, alichagua kuamini maneno ya nyoka kwamba inawezekana tulidanganywa. Inawezekana yani ufahamu wangu kwa kile ambacho Mungu alisema basi ni ufahamu ambao sio wa kweli. Akachagua kuamini maneno ya nyoka. Ndivyo ambavyo hata wewe unapoambiwa mchana wa saa 7 kwamba huu ni usiku, unatakiwa kuchagua kwamba macho pengine yanakudanganya, uchague kuamini maneno ya yule anayekwambia, halafu uache ama ushindwe kuamini macho yanachokwambia kwamba macho na ujuzi wako binafsi unakwambia kwamba sasa hivi ni mchana. Ndivyo ambavyo udanganyifu kuhusiana na Roho Mtakatifu ni udanganyifu wa wazi wa shetani na walimu wake wanaotuambia kwamba mchana huu wa saa 7 ni usiku, na wanatafuta maneno mengi sana ya kututhibitishia kwamba mchana wa saa 7 ni usiku. Nashangaza sana. Nazungumza hasa na Waadventista wa Sabato wenzangu. Kitabu hiki cha Special Testimonies Series B volume ya 7 ukurasa wa 62 na 63 ya mwaka 1905, Ellen G. White mjumbe wa Mungu anaandika, anasema kuna nafsi hai 3 za watatu wa mbinguni. Kuna nafsi hai 3 za watatu wa mbinguni. Hapa shetani sasa anakuja na yeye anasema kuna nafsi hai si 3, tena sio watatu wa mbinguni. Ewe mwanadamu, chagua unamwamini nani? Unaamini neno la Mungu ama unaamini walimu mbalimbali wanaosema kinyume cha neno la Mungu? Anaendelea anasema katika hii nukuu, katika jina la mamlaka hizi 3, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wale wanaompokea Kristo kwa imani hai hubatizwa na mamlaka hizi zitashirikiana na raia watiifu wa mbinguni katika juhudi zao za kuishi maisha mapya ndani ya Kristo. Wapo wanaodai kwamba Roho Mtakatifu si nafsi, lakini wanapingana moja kwa moja na nukuu kama hii. Mungu awarehemu. Nukuu nyingine kutoka kitabu cha Counsels on Health ukurasa wa 222, mashauri juu ya afya, anasema uungu ulisukumwa na huruma kwa ajili ya wanadamu, na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walijitoa wenyewe katika kutekeleza mpango wa ukombozi. Uungu ulisukumwa na huruma kwa ajili ya wanadamu, na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walijitoa wenyewe. Wangapi? Watatu. Nukuu hiyo tuliyotoka kuisoma hapo imesema kuna nafsi hai 3 za watatu wa mbinguni. Mungu aturehemu sana, jinsi ambavyo shetani anatutaka yani tusiamini kile ambacho maandiko matakatifu yamesema, ila tuamini nadharia nyingine, na tuseme kweli hapa maandiko yalikuwa na maana nyingine tofauti, yani tuanze kusaka maana nyingine tofauti na hii ambayo tumeonyeshwa waziwazi na maandiko. Ndivyo ambavyo Eva na yeye pengine alipoambiwa kwamba hamtakufa, alitilia mashaka maneno ya Mungu kwamba mtakufa hakika. Akaanza pengine kufikiria kwamba pengine hili neno mtakufa hilo lililosemwa hapa halina maana hiyo, lina maana nyingine. Ndivyo ambavyo nafsi ya Roho Mtakatifu inatafutiwa maneno mengine. Maandiko matakatifu hayo yanatumika kubatilisha ama kukanusha kwamba Roho Mtakatifu si nafsi. Lakini naomba niwaambie ndugu zangu mnaoangalia somo hili kwamba katika maandiko matakatifu shetani ni mjuzi. Shetani ni mjuzi sana ambao na ujuzi wake ni mkuu sana ukilinganisha na sisi bila Yesu.
kitabu cha Review and Herald kinasema kwamba shetani alivyoumbwa na Mungu, aliumbwa, yani Mungu alimuumba shetani kwa karibu sana kufanana na yeye mwenyewe. Yani anasema kwamba he made him as near as possible like himself. Ndio maana hata malaika mbinguni wakati anafanya udanganyifu hawakumuelewa vizuri, yani kwa sababu jinsi alivyoumbwa na ujuzi na maarifa ni wa karibu sana na Mungu mwenyewe, kiasi kwamba wale wengine akifanya jambo, hata kama ni la udanganyifu, akifanya jambo kwa asili hawezi kumwelewa. Ndivyo ambavyo shetani anatumia maandiko haya ambayo kwake, yani anayajua nje ndani na maana zake. Kwa hiyo anaweza akampatia mwalimu wake wa uongo kuja kuudanganya ulimwengu, akatumia maandiko haya na akapangilia vizuri mpaka ikaonekana kabisa kwamba hapa kweli Roho Mtakatifu sio nafsi. Maana yake lile andiko linalosema waziwazi Roho Mtakatifu ni nafsi linatafutiwa maana nyingine kuonesha kwamba kumbe kilichomaanishwa hapa si nafsi kama tunavyoelewa kwa lugha rahisi. Ndivyo ambavyo shetani ni mjanja. Mungu atusaidie sana, maana bila Kristo sisi kwa shetani ni takataka tu, wala hatuwezi, Waswahili wanasema hatuwezi kufua dafu mbele zake bila Yesu. Nukuu nyingine inatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume cha Roho ya Nabii, ukurasa wa 85. Acts of Apostles ukurasa wa 85 inasema, nguvu ya wale walioteswa zamani kwa ajili ya Kristo ilikuwa nini? Ilikuwa ni umoja na Mungu, umoja na Roho Mtakatifu na umoja na Kristo. Hapa nafsi tatu za uungu zilizotajwa katika maandiko yaliyovuviwa kama tulivyotangulia kusema, zimetajwa kwamba ni nafsi ambazo wale walioteswa walivumilia. Nguvu yao ilitoka wapi? Ni kwa sababu walikuwa na muunganiko na Mungu, na walikuwa na muunganiko na Roho Mtakatifu, walikuwa na muunganiko na Kristo. Halafu mtu atakuja aseme Roho Mtakatifu sio nafsi. Amini kwamba huyo mtu ni wakala wa adui. Kitabu cha Desire of Ages ukurasa wa 671, Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 671 inasema, dhambi ingeweza kupingwa na kushindwa tu kwa njia ya utendaji wenye nguvu wa nafsi ya tatu ya uungu, ambaye angekuja si kwa nguvu iliyopunguzwa, bali katika utimilifu wa uwezo wa kimungu. Dhambi ingeweza kupingwa tu kwa njia ya utendaji wenye nguvu wa nafsi ya tatu ya uungu. Nafsi ya tatu ya uungu. Wapendwa, tuaminini neno la Mungu linachosema. Nadharia zingine ambazo zinakuja kukanusha maneno haya kwa neema ya Yesu Kristo tuweze kuzipinga, kwa sababu zinatuandaa katika kupinga njia za Mungu ambazo ametumia wakati wote kutuokoa. Kuna nukuu hapo tumesoma ambayo inatoka katika kitabu cha Counsels on Hers ukurasa wa 222 inasema, uungu ulisukumwa na huruma kwa ajili ya wanadamu, na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walijitoa wenyewe katika kutekeleza mpango wa ukombozi. Kwa Waadventista wa Sabato wanaelewa mpango wa ukombozi umetajwa ama umewekwa katika huduma ya patakatifu, huduma ya hekalu ambalo lilijengwa hapa duniani, kwa mfano wa hekalu lile la mbinguni.
umeelezwa mpango wa ukombozi kikamilifu katika huduma zile za patakatifu. Na katika ile patakatifu utaona kweli Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walijitoa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Maana katika hekalu, hata katika hekalu hili la duniani, vitu ambavyo vilitengenezwa kwa mfano, ndani yake utaona nafasi ya Baba, nafasi ya Mwana, nafasi ya Roho Mtakatifu. Vitu vingi sana katika hekalu lile vilimwakilisha Yesu mwenyewe, vingi sana, yaani karibia pengine 80%. Kila kitu kilimwakilisha Yesu. Haya, kondoo waliokuwa wanakufa walikuwa wanamwakilisha Yesu. Kuhani aliyekuwa na hudumu alikuwa anamwakilisha Yesu. Mikate ya onyesho ilikuwa inamwakilisha Yesu. Taa ilikuwa inamwakilisha Yesu. Vitu vingi vilikuwa vinamwakilisha Yesu. Lakini Roho Mtakatifu naye katika nafasi yake kwenye mpango wa ukombozi alikuwa anawakilishwa na mafuta. Mafuta yaliyokuwa yanafanya ile taa ya vinara 7 iendelee kuwaka yalikuwa yanawakilisha Roho Mtakatifu, kazi ya Roho Mtakatifu. Vinara vya taa vile vinawakilisha kanisa ama watu, wanadamu ambao ni taa. Maana maandiko yanaeleza Yesu alikuja akasema ninyi ni taa. Maana yake vinara vya taa ni watu. Sasa watu wanafanywa wawe taa na nini? Kitu gani ambacho kinawafanya wawake? Ni Roho Mtakatifu ndani yao. Maana yake mafuta katika patakatifu yaliwakilisha Roho Mtakatifu. Baba naye katika chumba kile cha pili kulikuwa na kiti cha rehema na kulikuwa na utukufu uliofunika, uliowakilisha uwepo wa Mungu Baba katika chumba cha patakatifu pa patakatifu mno. Kwa hiyo unaona kwamba hawa watatu wa mbinguni kweli, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, walijitoa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Lakini bila kujua, wanadamu wanapinga mpango wa ukombozi uliofunuliwa katika patakatifu kwa kupinga Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Katika kitabu hiki cha Manuscripts volume ya 20 ya mwaka 1906 inasema hivi: Roho Mtakatifu ni nafsi. Roho Mtakatifu ni nafsi. Shetani naye na walimu wake wa uongo watakuja, watasema Roho Mtakatifu si nafsi. Ewe mwanadamu, chagua upande. Unachagua upande wa Mungu ama unachagua upande ambao ni wa nyoka? Nukuu inasema Roho Mtakatifu ni nafsi, kwa maana yeye hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Moja ya maana ya neno nafsi hai, nafsi hai ni kitu ambacho kina tabia kama mtu aliye hai. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanapotajwa kwamba wao ni nafsi, maana yake ni kwamba yani wana tabia kama za mtu aliye hai. Wana akili, wana hisia, yani tabia zote ambazo mtu anazo ndizo ambazo hizi nafsi, kila moja ina tabia hizo. Kwa mfano, hapa Roho Mtakatifu ametajwa kuwa nafsi, na moja ya kitu anachokifanya ametajwa kwamba, anasema kwamba kwa maana yeye hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi hai anashuhudia. Mtu aliye hai ndiye anayeweza kushuhudia. Kitu kisicho hai hakiwezi kushuhudia. Marehemu hawezi akashuhudia, ila ni nafsi hai peke yake ndio inayoweza kushuhudia. Anaendelea anasema,
ushuhuda huu unapotolewa huja na uthibitisho wake wenyewe. Nyakati kama hizo tunaamini na kuwa na hakika kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Maelezo mengine yenye nguvu yanasema Roho Mtakatifu ana utu, kwa Kiingereza anasema personality. Roho Mtakatifu ana utu. Vinginevyo, hapa sasa ndio tunaambiwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Kama isingekuwa nafsi hai, isingefanyeje? Tuone. Roho Mtakatifu ana utu. Vinginevyo asingeshuhudia kwa roho zetu na pamoja na roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Kama nilivyotangulia kueleza kwamba nafsi hai inashuhudia, ina tabia kama za mtu aliye hai. Ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu ameelezwa. Anasema lazima pia awe nafsi ya kimungu, vinginevyo asingeweza kuchunguza siri zilizofichwa katika mawazo ya Mungu. Anasema maana ni mwanadamu gani ajuaye mambo ya mwanadamu isipokuwa roho ya mwanadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo hakuna ajuaye mambo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu. Hapa kuna changamoto moja ambayo wengi wanaopinga nafsi ya Roho Mtakatifu wao wanasema kwamba Roho Mtakatifu ni sawa na roho yako wewe. Yaani roho yako wewe huwezi ukaitenganisha na wewe, ila ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu naye si kitu kingine kinachojitegemea mbali na Mungu mwenyewe, isipokuwa ni Mungu mwenyewe. Lakini swali ambalo haliwezi kujibika ni kwamba mwanadamu ni kweli ana roho yake. Mwanadamu anao uwezo wa kutuma roho yake iende sehemu fulani ikatende kazi kwa kujitegemea na ilete taarifa kwamba kitu fulani kiko hivi na hivi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini Roho Mtakatifu ni agent, heavenly agent. Tena ameweka katika wale watatu. Heavenly agent, heavenly power among the three powers, ambaye anatenda kazi kwa kujitegemea. Mungu atusaidie sana. Nukuu hizi zilizovuviwa zinazojieleza wazi. Mtu mwingine atakuja anasema Roho Mtakatifu si nafsi. Yaani maandiko yamesema wazi wazi Roho Mtakatifu ni nafsi, ila yeye atakuja na wazo lake, nadharia yake. Roho Mtakatifu si nafsi. Utasikia mtu anasema Roho Mtakatifu si nafsi kwa sababu roho haina mwili wala mifupa. Okay, sawa. Roho Mtakatifu si nafsi kwa sababu roho haina mwili wala mifupa. Sasa swali, ni nani aliyepanda mbinguni kwenda kuhakikisha kwamba neno la Mungu linaposema Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni nafsi, ni kwa sababu ya kwamba wana mwili na mifupa? Mwili na mifupa ndio kigezo cha nafsi ya uungu kuitwa nafsi. Yaani haiwezekani mwanadamu mwenye kikomo kuwekea mipaka uungu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu zimetajwa kuwa ni nafsi za kiungu. Nafsi za kiungu. Sisi ni nafsi za kibinadamu. Hivi nafsi za kibinadamu zinawezaje zikaweka mipaka katika nafsi za kiungu? Yaani Mungu atusaidie sana. Yaani finite beings zinaamua infinity beings ziweje. Mungu aturehemu sana, kwa sababu katika swala hili watu wameingia katika uwanja ambao sio wa kwao. Katika kupinga nafsi ya Roho Mtakatifu wameingia katika uwanja ambao sio wa kwao. Sasa wanaupangia mpaka uungu kwamba nafsi fulani ya kiungu inaposema ni nafsi lazima iwe hivi na hivi. Hatuendi hivyo.
Maandiko matakatifu hayaendi hivyo. We are finite beings, we have to live infinite beings alone. Kile ambacho tumefunuliwa ndicho tudili nacho. Tumeambiwa Roho Mtakatifu ni nafsi, tukubali kwa sababu ni nafsi za kiungu, na tuamini hivyo kwa usalama wetu. Utashi wetu mbali na kile kilichofunuliwa utatupoteza. Tutaingia katika falsafa, filosofi ambazo hazina majibu. Mwisho wa siku utajitengenezea majibu yako mwenyewe ambayo yatakupoteza. Kwa mfano, swali lingine, mtu ambaye anasema kwamba Roho Mtakatifu si nafsi kwa sababu roho haina mwili wala mifupa. Sasa Mungu alipowavuvia watumishi wake na wakaandika, yaani tuseme Mungu mwenyewe alituandikia akisema Roho Mtakatifu ni nafsi, hakujua kwamba nafsi ni lazima iwe na mwili na mifupa? Mungu alipowavuvia watumishi wake wakaandika Roho Mtakatifu ni nafsi, ina maana alikuwa amechanganyikiwa. Sasa hivi sisi ndio tuna akili kumzidi, kwamba hapa Mungu, hapana, hapa ulikosea, ilitakiwa iwe hivi. Na nashangaa kwamba kuna Waadventista wengine wanatamani maandiko haya yanayoeleza wazi wazi Roho Mtakatifu ni nafsi wasiyaone kabisa. Yaani kwao haitakuwa wala hasara, wataona kwamba madai yao sasa yamepata nguvu. Mungu atusaidie sana, kwa sababu neno la wazi limejieleza. Maandiko matakatifu yanaonya hii kazi ambayo inakanusha maandiko matakatifu wazi wazi. Kitabu cha Isaya 5:20 anasema, ole wao wasemao uovu kuwa ni wema na wema kuwa ni uovu, watiao giza badala ya nuru na nuru badala ya giza, watiao uchungu badala ya utamu na utamu badala ya uchungu. Hili linawahusu wote wanaosema Roho Mtakatifu si nafsi, kwa sababu neno la Mungu limesema Roho Mtakatifu ni nafsi. Wao wanasema Roho Mtakatifu si nafsi. Maana yake ni sawa na kwamba Mungu amesema huu ni wema, halafu wao wanakuja na maneno yaliyo kinyume kabisa, wanasema huu ni uovu. Epuka kuwa wakala wa shetani katika jambo hili. Kuna wimbi kubwa la watu ambao wanapinga nafsi ya Roho Mtakatifu kwa kigezo ama kwa madai ya kwamba wanapingana na fundisho la uongo la Utatu Mtakatifu. Yaani wanadhani kwamba kosa la fundisho la Utatu Mtakatifu ni kukiri uwepo wa nafsi tatu za uungu. Kama hilo ni kama kukiri uwepo wa nafsi tatu za uungu ni kosa la fundisho la Utatu Mtakatifu, basi kwa Waadventista wa Sabato, kama ni hivyo, Ellen G. White alikuwa muumini wa Utatu. Mnatakiwa kuamini Utatu sasa, kwa sababu mnamwamini Ellen G. White alikuwa mjumbe wa Mungu. Lakini ukweli ni kwamba makosa ya fundisho la Utatu Mtakatifu sio kukiri uwepo wa nafsi tatu za uungu. Nafsi tatu za uungu zinatambuliwa kimaandiko matakatifu, wala hiyo si nadharia ya mtu kuleta kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi bila ushahidi wa maandiko. Ushahidi wa maandiko matakatifu uko wazi kama tulivyokwisha kuona hapo. Kosa la fundisho la Utatu Mtakatifu ni kudai kwamba Mungu mmoja anaundwa na nafsi tatu, kwamba umoja wa nafsi hizi tatu ndio unaunda Mungu mmoja. Hilo ndio kosa la fundisho la Utatu. Lakini uwepo wa nafsi tatu, hilo ni fundisho kutoka kwenye maandiko matakatifu.
Sasa shetani amewadanganya wengi na kuwarubuni katika harakati hizi za kupingana na fundisho la Utatu Mtakatifu. Watu wanapinga fundisho la Utatu Mtakatifu kwa kupinga ukweli. Nimetangulia kusema kwamba shetani ni mjanja sana. Shetani ni mjanja sana, yaani sisi ujanja wetu ni sifuri mbele zake. Ameishi na Mungu kwa miaka ambayo hata hatuijui sisi ni miaka mingapi. Anamjua Mungu vizuri ila hamtii. Anaelewa vizuri kona nyingi ambazo sisi hata hatuzielewi. Sisi ni ulinzi tu wa Mungu na malaika watakatifu ndio unaotuepusha kutuweka chini ya udhibiti kamili wa kwake. Ni kwamba wakati shetani anafanya udanganyifu udanganyifu kule mbinguni, malaika wengi hawakuelewa hata kazi ya udanganyifu anayoifanya. Hawakuelewa kabisa. Yaani ni Mungu tu na mwanaye ndio walijua. Walikuwa wanajua kinachoendelea. Lakini malaika wengi walikuwa hawajui. Na madai yake mengi yale ya udanganyifu, malaika wengi waliyakubali. Yaani kiasi kwamba Mungu angeamua kumuua ama kumwangamiza Lucifer kipindi kile, malaika wengi wasingekubaliana naye kwamba hapa umemwangamiza tu, lakini hakufanya kosa. Wasingeelewa kabisa. Hivyo ndivyo jinsi gani ambavyo shetani hata kwetu sisi leo katika kuyatumia haya maandiko ni mjanja kiasi kwamba yaani unaweza ukajua hii ni nyeupe, kumbe ni nyeusi, imetiwa doa kwa kificho sana. Fundisho la Utatu Mtakatifu lina uongo wake ndio, lakini kupitia uongo huo watu wanaofanya harakati za kukimbia ama kupinga fundisho hilo, shetani ameambatana nao, akawapenyezea uongo mwingine tena, wakaendelea kukimbia nao. Wamekimbia tope, amewapa tope zingine, wameendelea kujipaka tope zingine. Yaani wamekimbia uongo mmoja, shetani akaandamana nao katika kupinga uongo, akawapa uongo mwingine, wakaendelea kuuamini. Kuna wimbo mmoja unasema kutoka kitabuni, unasema shetani anayo mitego maelfu. Yaani kiasi kwamba unaweza ukafikiri umetoka mtego huu, sasa niko salama. Kumbe uko ndani ya mtego mwingine ambao nao unatakiwa kuomba ili Yesu akuokoe. Ndivyo ambavyo wimbi kubwa la watu wanaopinga nafsi ya Roho Mtakatifu ama utu wa Roho Mtakatifu wanapinga kwa sababu wanapinga uongo wa fundisho la Utatu. Mungu awasaidie sana. Mungu awarehemu. Na sasa ni wakati wa kumsikiliza Kristo anasema nini kupitia maandiko matakatifu. Wakati ambao ulitabiriwa na nabii Isaya kwamba utakuwa wa giza, tazama giza litaifunika dunia. Hakumaanisha giza la macho ya kimwili tuone giza limefunika. Ni giza la uongo na kila aina ya mafundisho ya uongo ndio giza, na wengi kuyaamini mafundisho hayo. Napaswa kuamini neno la Mungu kile lilichosema. Bwana tusaidie sana, kwa jina la Yesu, amina.